Afrika. Hili ni bara la maajabu yasiyo na mwisho. Limejazwa na historia, asili na maisha yasiyo na kifani. Kutoka misitu mikubwa yenye mvua tele hadi jangwa lenye joto kali. Lakini moja ya maajabu makuu ya asili ni maziwa makubwa. Haya ni hazina ya maji safi, historia za kale, siri za kupendeza na hatari zisizotarajiwa. Leo tutachukua safari ya kusisimua kuelekea top 10 ya maziwa makubwa Afrika, tukichunguza si tu ukubwa wake, bali pia siri zilizofichika, hatari zinazotishia maisha na utajiri wa rasilimali unaofanya kila ziwa kuwa hadithi yenye maisha na maajabu yasiyo na mwisho. Karibu The Storyside. Namba 10 ni ziwa Chad. Hebu tuanze safari yetu na kisiwa cha maji kidogo kinachoishi na jangwa la Sahel ambacho ni ziwa Chad. Leo ukijaribu kulingania ukubwa wake unaweza kushangaa. Kwa sasa eneo lake ni takriban kilomita za mraba 1350, lakini wakati wa mvua linaweza kupanuka hadi kilomita za mraba 5000, ukibadilisha sura yake kama bahari ya msimu. Kina chake ni cha chini sana, takribani mita 11, lakini bado hutoa maisha muhimu kwa wakazi wa karibu. Kiasi cha maji kilicho ndani yake kinazunguka kilomita za ujazo 72, sawa na lita trilioni 72, na kinatoka kwenye mito miwili mikubwa, mto Chari na Logone, ambayo huleta maji baada ya mvua ya msimu. Historia yake ni ya kusikitisha na ya ajabu. Katika miaka ya 1960, ziwa Chadi lilikuwa kubwa kwa karibu kilomita za mraba 1025, ziwa ambalo lilizunguka watu wengi na kutoa maisha kwa jamii nyingi. Lakini hatua kwa hatua, ukame, mabadiliko ya tabia nchi na matumizi makubwa ya maji kwa kilimo yamepunguza ziwa hili kwa asilimia 90 na kufanya eneo lake sasa kuwa dogo sana. Siri za ziwa Chad zipo kwa ujio wake wa msimu. Katika dry season, mabwawa madogo huundwa kwenye ziwa, yakibadilisha sura yake na kuunda njia za maji zinazotiririka taratibu. Lakini ziwa hili lina hatari pia. Ukame unaendelea na migogoro ya rasilimali za maji inatokea mara kwa mara kati ya nchi jirani ambazo ni Chad, Nigeria, Niger na Cameroon. Lakini licha ya changamoto hizi, ziwa Chad bado ni hazina. Ndani ya mabwawa madogo, samaki wa aina nyingi wanaendelea kuishi, wakichangia chakula na maisha ya wakazi wa Sahel. Namba 9 ni ziwa Edward. Karibu na milima yenye majani ya kijani na misitu inayopanda kwa urefu, tunalikuta ziwa Edward, ziwa linalochangia maisha ya mamia ya maelfu ya watu wa Uganda na DRC. Eneo lake linazunguka takriban kilomita za mraba 2325 na kina chake kinagusa hadi mita 100, kikifanya kuwa ziwa la kina kiasi lililojaa maji safi, karibu kilomita za ujazo 50, sawa na lita trilioni 50. Chanzo chake kikuu ni mto Semliki unaotiririka kutoka ziwa George, ukileta maji na kuunda mfumo wa mito unaoendeleza maisha ya binadamu na wanyama. Historia yake inatufanya tuone jinsi maziwa haya yameunda maisha. Ziwa Edward ni sehemu muhimu ya bonde la ufa la Afrika, na kwa mamia ya miaka limekuwa njia kuu ya biashara na usafirishaji, likihamisha samaki na bidhaa kati ya jamii zinazozunguka ziwa hili. Lakini ziwa hili pia lina siri zake.
Jina lake limejipata kutokana na mzunguko wa mifumo ya tectonic ya Rwenzori. Kina chake kirefu kimeunda mazingira ya kipekee kwa wanyama na samaki. Hata hivyo, hatari bado ipo. Mvua kubwa na mito inayozunguka ziwa inaweza kusababisha mafuriko, huku mabadiliko ya mazingira yakipunguza samaki wake wa asili. Lakini faida yake ni kubwa. Samaki wa Ziwa Edward ni hazina ya chakula na uchumi kwa watu wa Uganda na DRC. Hapa maji hayatoi tu kioo cha kupumzika, bali pia chanzo cha maisha kwa jamii zinazozunguka ziwa hili. Namba 8 ni Ziwa Kivu. Kwenye bonde lenye milima yenye mvua tele, tunalikuta Ziwa Kivu, ziwa lililojaa historia, hatari na rasilimali zisizo na kifani. Eneo lake linazunguka takriban kilomita za mraba 2700, lakini kina chake ni cha kushangaza, karibu mita 485, likifanya kuwa mojawapo ya maziwa yenye kina zaidi Afrika. Kiasi cha maji ndani yake kinazidi kilomita za ujazo 500, sawa na lita trilioni 500, na hupatikana kutoka katika mito midogo na mvua za bonde la Kivu, zikilisha maji yenye nguvu ya kuendeleza maisha ya wanyama na binadamu wanaoishi karibu nalo. Historia ya Kivu ni ya kusisimua. Ziwa hili linajulikana kwa gesi za methane zilizojificha chini yake, zikiwa zimelala, lakini ikiwa zikitoka ghafla zinaweza kuwa hatari kubwa. Hii ni moja ya sababu kwa nini ziwa hili limekuwa maarufu na hofu kwa mtafiti yeyote wa asili. Lakini siri yake ni ya kipekee. Ziwa Kivu ni mojawapo ya maziwa machache duniani yanayoweza kuzalisha gesi za methane kwa usalama na kutoa nishati ambayo inaweza kuleta maendeleo kwa jamii. Hata hivyo, hatari ipo kila wakati. Limnic eruption ni tishio linaloweza kutokea ghafla, ambapo gesi zenye nguvu hupanda kutoka chini ya ziwa, zikitishia maisha ya watu na wanyama. Lakini pamoja na changamoto hizi, utajiri wa Kivu hauishii tu kwa hatari zake. Gesi za methane ni chanzo cha nishati na samaki wake ni chakula muhimu kwa wakazi wa Rwanda na DRC. Hapa ziwa linasimama kama hazina yenye nguvu na tishio, ikichanganya maisha na maajabu ya asili. Namba 7 ni Ziwa Tana. Katika milima yenye majani yenye mvua nyingi ya Ethiopia, tunalikuta Ziwa Tana, ziwa lililojaa maisha na historia za mamia ya miaka. Eneo lake linazunguka takriban kilomita za mraba 3150 na kina chake ni cha wastani takriban mita 15, huku kiasi cha maji ndani yake kikizunguka kilomita za ujazo 31, sawa na lita trilioni 31. Ziwa hili linapokea maji kutoka mto Tana na linafanya kazi kama kiini cha maisha kwa wakazi wanaoishi karibu, likitoa maji kwa kilimo na maisha ya kila siku. Historia ya Ziwa Tana inatufundisha jinsi maji yanaweza kuunda ustaarabu. Hili ndiyo chanzo cha mto Blue Nile, mto mrefu zaidi Afrika, na limekuwa kiini cha maisha na kilimo Ethiopia kwa mamia ya miaka. Katika visiwa vyake vingi kuna monasteri za kale za Orthodox ambazo ni mashuhuri kwa historia na utamaduni wa nchi. Lakini ziwa hili lina hatari zake. Ukame na ongezeko la kilimo huathiri kiwango cha maji, na wakati mwingine hufanya wakazi wa karibu kushindwa kupata maji ya kutosha. Lakini faida ni kubwa zaidi. Ziwa Tana ni chanzo cha umeme wa maji, hutoa samaki kwa chakula na ni kiini cha utalii wa asili na historia. Hapa ziwa linashikilia siri, hatari na utajiri, likiwa ni hazina ya maji na maisha katika ardhi yenye changamoto. Namba 6 ni Ziwa Mweru. Tunachukua hatua kuelekea bonde la mito na misitu yenye majani mekundu.
Hapa tunakutana na ziwa Mweru, ziwa lililojaa maisha ya karne nyingi. Eneo lake linazunguka takriban kilomita za mraba 5120 na kina chake ni cha chini kidogo, takriban mita 7, lakini bado limejaa maji safi yenye thamani, yenye ujazo wa takriban kilomita za ujazo 18 sawa na lita trilioni 18 yanayotiririka kutoka mto Luapula, yakichangia maisha ya wakazi wa Zambia na DRC. Historia ya Mweru ni ya kipekee. Kwa karne nyingi, ziwa hili limekuwa kitalu cha samaki, likihudumia chakula na uchumi wa jamii zinazolizunguka. Lakini siri yake inakaa ndani ya aina ya samaki zinazopatikana hapa pekee, spishi ambazo hazionekani mahali pengine duniani, zikifanya ziwa hili kuwa hazina ya biolojia isiyoweza kupuuzwa. Hata hivyo, hatari ipo kila kona. Uvuvi uliopitiliza na uchafuzi wa maji hufanya ecosystem kuathirika, huku jamii zikikabiliwa na changamoto ya kudumisha urithi wa maji. Lakini faida ya ziwa Mweru haishuki. Samaki wake wanaendelea kuwa chanzo cha chakula, maji safi yanapatikana kwa wakazi, na sehemu za asili zinazotoa utalii mdogo lakini wenye mvuto. Hapa ziwa Mweru ni mfano wa jinsi ziwa dogo linaweza kuwa maisha, siri na utajiri usio na kifani. Namba 5 ni ziwa Albert. Kwenye bonde la ufa la Afrika Mashariki liko ziwa Albert, ziwa lililojaa hadithi na historia ya mamia ya miaka. Eneo lake ni takriban kilomita za mraba 5300. Kina chake kikubwa ni mita 59 na linajaza maji safi ya takriban kilomita za ujazo 108 sawa na trilioni 108. Chanzo chake kikuu ni mto Semliki unaochangia kuendesha mfumo wa maji unaounda maisha kwa wakazi wanaoishi karibu na ziwa hili. Historia ya ziwa Albert ni ya kusisimua. Limekuwa kitovu cha historia ya kijiografia, sehemu ambapo watafiti wa bonde la ufa la Afrika Mashariki walikuja kugundua mifumo ya tektoniki, misitu na maisha ya wanyama wa asili. Lakini siri yake inapatikana kwenye visiwa vidogo vilivyojaa hadithi za kale na misitu ya asili inayojificha kutoka kwenye macho ya wengi, ikifanya ziwa hili kuwa hazina ya utamaduni na asili. Lakini hatari ni halisi. Mafuriko yanayotokana na mvua kubwa uharibu maeneo ya karibu, huku migongano ya wakazi kutokana na rasilimali za samaki zikiongezeka, wakijaribu kulinda maisha yao na chakula chao. Lakini faida ni kubwa. Samaki wake ni chanzo cha chakula na biashara, na maji ya ziwa yanahudumia jamii za Uganda na DRC. Hapa ziwa Albert ni hazina ya maisha na utajiri, likichanganya historia, asili na rasilimali kwa ufanisi usioweza kupuuzwa. Namba 4 ni ziwa Turkana. Katika jangwa kavu la Kenya limejificha ziwa linalong'ara kwa rangi ya kijani bluu, likijulikana kama Jade Lake. Eneo lake linazunguka takriban kilomita za mraba 6400. Kina chake kikubwa ni mita 109 na ndani yake kuna maji takriban kilomita za ujazo 203 sawa na lita trilioni 203, yakichangia maisha ya jamii ndogo zinazopakana na ukame. Chanzo chake kikuu ni mto Omo kutoka Ethiopia unaolisha ziwa na kutoa maji yanayobadilisha maisha ya wakazi wa kando yake. Lakini ziwa Turkana si ziwa la kawaida. Historia yake ni ya kusisimua. Eneo lake ni mojawapo ya maeneo ya kale zaidi ya binadamu duniani. Fossils nyingi za mababu zetu zimetolewa hapa, zikithibitisha kwamba hapa ndipo ambapo maisha ya mwanadamu
yalichukua sura yake ya mwanzo. Siri za ziwa Turkana zinatofautiana na maziwa mengine. Ni ziwa la chumvi kidogo na mara nyingi halina mto unaotiririka kila wakati, hali inayosababisha kuunda aina za samaki wa kipekee ambazo hazionekani mahali pengine duniani. Lakini hatari ipo kila wakati. Ukame na mabadiliko ya hali ya hewa huathiri maisha ya wanyama na binadamu, huku wakazi wakikabiliwa na changamoto ya kuishi katika mazingira yenye kutoaminiana na mvua. Lakini faida zake ni kubwa. Samaki wa kipekee wa Turkana na urithi wa kihistoria wa binadamu unafanya ziwa hili kuwa hazina ya asili na maisha, ikichanganya hadithi, utajiri na historia kwa namna isiyo na kifani. Namba 3 ni ziwa Nyasa. Kwenye bonde la ufa la Afrika Mashariki, ukiangalia kutoka juu unaona bluu isiyoisha. Hili ni ziwa Nyasa au ziwa Malawi. Ni moja ya maziwa makubwa zaidi ya asili barani Afrika. Eneo lake linazunguka takriban kilomita za mraba 29,600 na kina chake kinafika mita 706, kikifanya kuwa kina cha pili barani Afrika, huku kikiwa na maji takriban kilomita za ujazo 8,400 sawa na lita trilioni 8,400. Mvua za bonde la ufa huendesha maji yake, na ukipokea maji kutoka mito mingi ikiwemo mto Ruhuhu, mto mkubwa unaotoa maji kutoka Tanzania, mto Shire, mto mkubwa unaotiririka kwenda ziwa Nyasa, lakini pia hupokea baadhi ya mito midogo kutoka katika bonde la ufa. Mto Songwe, huu ni mto ulio ukingoni mwa Tanzania na Malawi. Mto Kiwira kutoka milima ya Malawi. Mito hii ikifanya ziwa hili kuwa hazina ya maji safi na maisha kwa jamii zinazozunguka. Historia yake ni ya kuvutia. Ziwa Nyasa limekuwa kitovu cha biashara ya samaki na utamaduni wa jamii za kiasili kwa mamia ya miaka, likiwapa wakazi chakula, biashara na historia ya kipekee. Lakini siri ya kweli ya ziwa hili ipo chini ya maji yake. Zaidi ya species 1,000 za samaki wa maji safi wapo hapa, species ambazo hazionekani mahali pengine duniani, zikifanya ziwa Nyasa kuwa sehemu ya kipekee ya kibiolojia. Lakini hatari ipo kila wakati. Mabadiliko ya hali ya hewa, uvuvi haramu na uchafuzi hufanya maisha ya wanyama na jamii za karibu kuwa hatarini. Wakulima na wavuvi wanapaswa kujihusisha kwa makini ili kulinda hazina hii ya asili. Lakini utajiri wa ziwa hili hauishii hapo. Utajiri wa mafuta unaoleta mgogoro wa kimya kimya. Samaki wake wa kipekee ni chanzo cha chakula. Kilimo karibu na ziwa hutoa mazao, na sehemu nzuri za pwani zinachangia utalii wenye mvuto mkubwa. Hapa ziwa Nyasa ni mfano wa jinsi maziwa makubwa yanavyochangia maisha, utamaduni na siri za asili. Namba 2 ni ziwa Tanganyika. Kwenye bonde la ufa la Afrika Mashariki lenye milima mirefu na misitu yenye mvua tele, tunalikuta ziwa Tanganyika, ziwa lenye historia, maisha na siri zisizopimika. Eneo lake linazunguka takriban kilomita za mraba 32,900, lakini cha kushangaza zaidi ni kina chake cha mita 1,470, kikifanya kuwa kina kikubwa zaidi barani Afrika na cha pili duniani, kikiwa na maji takriban kilomita za ujazo 18,900 sawa na lita trilioni 18,900. Ziwa hili linapokea maji kutoka katika mvua na mito midogo ya bonde la ufa, ikiwemo mto Malagarasi, ikichangia kuendeleza maisha ya wanyama na jamii zinazolizunguka. Historia ya ziwa Tanganyika inachukua miaka mingi. Limejulikana tangu karne ya 19, likihudumia kama njia muhimu ya biashara,
na likihusiana na historia ya kikoloni. Lakini siri ya ziwa hili ipo ndani ya kina chake kirefu. Kina hiki kinaruhusu species nyingi za samaki wa kipekee zisizopatikana mahali pengine duniani, zikifanya ziwa Tanganyika kuwa sehemu ya kipekee ya kibiolojia. Lakini hatari ipo kila kona. Tides ndogo ndogo za tectonic zinaweza kusababisha tsunami ndogo, huku mabadiliko ya mazingira yakichangia kupungua kwa samaki wake wa asili. Wanaojali ziwa hili lazima wachukue tahadhari ili kulinda maisha haya ya maji. Lakini utajiri wake hauishii hapo. Samaki wake ni chanzo cha chakula na biashara. Maji safi huendelea kusaidia jamii na rasilimali za asili zinazotoa fursa za maendeleo. Hapa ziwa Tanganyika ni hazina ya kina, siri na maisha, likichanganya historia, hatari na utajiri wa asili kwa namna isiyo na kifani. Namba 1 ni ziwa Victoria. Sasa tunafika kwenye mamlaka ya maziwa ya Afrika, ziwa lisilo na kifani. Hili ni ziwa Victoria. Eneo lake ni kubwa sana, linazunguka takriban kilomita za mraba 68,800 na kina chake ni mita 84, huku likiwa na maji ya takriban kilomita za ujazo 2424 sawa na lita trilioni 2424. Ziwa hili linapokea maji kutoka mito mingi, hasa mto Kagera, ijapokuwa inasemekana kuwa 90% ya maji ya mto Kagera hupitiliza kwenda mto Nile na linapita Tanzania, Kenya na Uganda, likiunda maisha na maendeleo kwa mamilioni ya watu wanaoishi kando yake. Historia ya Victoria ni ya kipekee. Ni ziwa kubwa zaidi barani Afrika na linatambulika kama chanzo cha mto Nile. Kwa mamia ya miaka, ziwa hili limechangia maendeleo ya kilimo, umeme, usafirishaji na biashara katika jamii zinazozunguka kando yake. Lakini siri zake hazishuki. Visiwa vingi vyenye historia za kale na misitu ya asili vinajificha ndani yake, huku species za samaki zisizo na kipimo zikichangia utajiri wa biolojia usio na kifani. Hapa kila kona ya ziwa inasimama kama hazina ya historia na maisha ya asili. Lakini hatari ipo kila wakati. Mafuriko, uvuvi haramu na uharibifu wa mazingira vinaweza kuathiri maisha ya wanyama na binadamu. Wakazi wanapaswa kujihusisha kwa tahadhari ili kulinda hazina hii. Lakini utajiri wa ziwa Victoria hauishii hapo. Samaki wake, maji safi, umeme wa maji, kilimo na utalii mkubwa hufanya ziwa hili kuwa kitovu cha maisha na maendeleo barani Afrika na Afrika Mashariki. Hapa ziwa Victoria ni alama ya nguvu, maisha na asili zisizoisha. Ikimaliza safari yetu ya maajabu katika maziwa makubwa zaidi barani Afrika. Afrika ni bara la maajabu yasiyo na mwisho, lililojazwa na maziwa yenye hadithi za kipekee. Kila ziwa lina maisha yake, siri zake na changamoto zake, kutoka ziwa Chad linalokumbukwa na ukame hadi ziwa Victoria lisilo na kifani. Ni ziwa linalotoa maisha kwa mamilioni ya watu na kuendesha mito mikubwa ya bara. Maziwa haya si tu vyanzo vya maji, ni hazina ya historia, hatari zisizotarajiwa na utajiri usio na kifani wa rasilimali. Safari hii inatuonyesha nguvu ya asili ya Afrika. Kila ziwa ni hadithi yenye maisha, hatari, utajiri na maajabu yasiyo na mwisho, ikitufundisha kuthamini na kulinda hazina hizi za maji ambazo zinaunda moyo wa bara hili. Je, unafahamu nini kuhusu maziwa haya? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa
The Storyside.